ambayo wenyewe mnajua tunawasajili, kwa hiyo tutakuwa tuna timu bora zaidi kuliko mwaka huu. Na mwaka huu kuna wachezaji wengine wadogo ambao hawakuwa na mazoea na mashindano makubwa, sasa wamepata mazoea, kwa hiyo watakuwa wanacheza vizuri mwaka huu. Miongoni mwa vitu ambavyo Simba amefanya mwaka huu ni ujenzi wa timu. Nahisi kwa asilimia ngapi mmefanikiwa kulinganisha ama kujumuisha na hili la kufika fainali? Kwa kweli mwalimu alipokuwa anasema kweli, wenyewe wote ni mashuhuda kwamba wachezaji walikuwa wote karibu wapya. Mwalimu alikuwa anajaribu kujenga, lakini wakati anajaribu kujenga timu alikuwa anapata mafanikio. Kwa hiyo wapenzi wa Simba wakachukulia kwamba timu imekamilika, lakini timu bado haijakamilika. Nilivyosema kwamba tukiongeza wachezaji wawili watatu ndio timu itakamilika. Kwa hiyo wapenzi wa Simba wafurahi kwanza kwamba tumefika fainali, ingawa mazumuni ilikuwa ni kuchukua, lakini mwisho wa siku ni Mungu ndio anayepanga kwamba unaweza kuchukua usichukue. Kwa hiyo nasema nawapongeza wapenzi wa Simba, najua wengi sana umetokea, na nawapa pole wapenzi wengine ambayo walikuwa na tamaa ya kuiona fainali Dar es Salaam lakini wakashindwa kuja, maana Dar es Salaam wangeingia kwa shilingi 5,000, hapa ilikuwa watafute shilingi 100,000 kwa ajili nauli ya boti. Kwa hiyo inshallah mwakani tutazipanga na wao vile watashuhudia, kama sio nusu basi watashuhudia fainali. Mchezo kama ungechezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ungekuwa tofauti na hivyo ambavyo ulivyokuwa leo pengine? Ungekuwa tofauti kidogo, maana tungekuwa na mashabiki wengi sana ambayo wangeweza kushangilia timu. Na timu wanaposhangilia wengi, basi wachezaji naye wanapata hamasa kubwa ya kuweza kuongeza nguvu. Kunakuwa nguvu ya kawaida na kunakuwa na nguvu ya ziada kidogo. Sasa ile mashabiki wanaongezea nguvu ya ziada ili hawafi moyo wala kasana. Asante.